Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu, sijasahau kwa Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara hii leo, dira inayokumulikia fursa mbalimbali za kibiashara. Tupo katika mfungo wa Ramadhan na Kwaresma, kipindi ambacho ni cha ibada kwa wote Waislamu na Wakristo. Nataka leo tukusanulie fursa mbalimbali zinazopatikana katika msimu huu wa kipekee. Jina langu ni Asha Kaoneka. Karibu. Kwa majina naitwa Zainabu Idi, ni mfanyabiashara hapa Juice Point. Tunauza juisi. Kwa sasa hivi biashara kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, kwa mfano sisi hapa tunauza juisi ya baridi. Kwa hiyo biashara sio nzuri kivile, haiendi vizuri. Kwa hivyo tu tunapambana. Ile muda wamefungua ni nzuri, tunafaidika pia. Kwa majina naitwa Sintike Elias. Natokea mtaa wa Marimbe, nafanyia kazi mtaa wa Nyamalango. Biashara nazozifanya mimi hapa. Kwa mimi hapa asubuhi nakuwa na chai na chapati pamoja na chakula cha mchana. Chakula hicho ambacho kuna wali, kuna ugali na vinginevyo. Katika changamoto iliyopo sasa hivi kimfungo, biashara kidogo ni ngumu. Kwa nini inakuwa ngumu? Sasa hivi tuko kipindi cha Kwaresma pamoja na Ramadhani. Kwa biashara inapelekea kuwa ngumu kwa sababu baadhi ya watu hawaingii kula chakula kwa wakati. Ndio hivyo wengine wamefunga. Ina maana kuja kurejea kupata chakula au kuingia migawani mpaka jioni. Pengine isitoshe hawatoweza kwenda kula migawani kwa sababu huo muda wanaoenda kufungua inabidi wapate vyakula vilaini. Kwa mfano kama vile kwa Waislamu wanahitaji iftari. Unaona? Afu ukikuta hapa kwangu kwa upande wangu mimi hivyo vitu sina. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Inakuwa kwangu changamoto. Mfungo huu kwa kuwa ndio umeanza kwa kipindi hiki, siwezi kusema kwa una faida. Yaani pengine unaweza kuwa una faida kwa baadaye kadri siku zinavyoenda. Ila kwa wakati huu bado kidogo hali ni ngumu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mimi sitengenezi vile vitu kama vya kufungua jioni ambavyo ni labda hata uji kidogo, chai. Kwa hiyo unakuta kwa upande wangu mimi hapa nakuwa sina. Kwa hiyo ndio inapelekea kuwa changamoto. Mimi naitwa Dr. Francis Nyoni kutoka idara ya uchumi chuo cha Mtakatifu Agustini Mwanza. Tuzungumzie fursa za biashara katika kipindi hiki cha mfungo. Na kwa mwaka huu Mungu ni mwema, bahati imekuwa nzuri. Ni kipindi ambacho Waislamu na Wakristo wanaofunga Kwaresma pia wako kwenye muda mmoja wa mfungo. Kwa hivyo fursa gani zipo za kibiashara kwenye wakati huu? Kubwa ya kwanza naweza kusema ni biashara ya kuuza chakula kwa ajili ya wale wanaofunga wanapokuwa muda umefika wa kufungua. Nadhani kwa Kiswahili chetu tunatumia neno iftari. Kwa hiyo kuuza iftari ni chakula kile ambacho mtu anakula jioni kwa ajili ya baada ya kuwa amemaliza mfungo. Kwa hivyo kwa kuwa wengi wanaweza kuwa muda huo unawakuta labda wametoka kwenye mizunguko yao mingine, kwa hiyo labda hawezi kufika nyumbani kwa wakati, au bado nyumbani labda anaishi mwenyewe, ana watu wa kumwandalia kwa hiyo iftari. Kwa hiyo inaweza kuwa ni fursa kubwa kwa wafanyabiashara wa chakula, au mtu yote anaweza kaingia katika kipindi hicho na kufanya biashara ya kuuza iftari na vile vitafunwa vingine kama tende ambavyo watu wanavitumia muda wa mfungo. Lakini pili, kwa ndugu zetu Waislamu, nadhani hiki kipindi pia cha mfungo kuna ongezeko kubwa sana la uvaaji wa baadhi ya mavazi kulingana na imani yao. Kwa hiyo inaweza kuwa pia ni fursa ya uuzaji wa hayo mavazi kama hijab, kanzu, au vifaa vile kwa ajili ya kufanyia swala, ambavyo kwa muda huo watu wengi wanashiriki katika kufanya katika swala hizo. Kwa hiyo ni vema, inaweza kuwa ni fursa kwa watu ambao wanafanya biashara kuingia kwenye uuzaji wa vifaa hivyo. Lakini ukielekea mwishoni mwa mfungo, kwa sababu zile zinakuwa ni sherehe sasa za Eid al-Fitr pamoja na sherehe za Pasaka, uuzaji wa
nguo unaweza kuwa ni fursa kubwa, kwa sababu watu wengi hapo wananunua nguo mpya, wengine watawapelekea wake zao au waume zao zawadi. Kwa hiyo inaweza kuwa ni fursa pia kubwa kwa uuzaji wa zawadi za aina mbalimbali kwa wafanyabiashara. Lakini nadhani hivyo ndio vitu ambavyo naweza kusema kwa ukubwa inaweza kuwa ni fursa kwa wafanyabiashara kuingia kwenye kipindi hiki cha mfungo. Nione kwenye biashara hizi ndogo ambazo tunazifanya nini. Kwa nini? Utaisema kidogo kitaalamu. Kuna biashara nyingi sana kwenye nchi kama zetu hizi ambazo zinaendelea zinafanyika nje ya mfumo rasmi. Naweza kusema mfumo rasmi kwa maana zinafanyika, watu wanauza na kununua vitu, lakini hazina utunzaji wa kumbukumbu zake haupo. Kwa kusema moja kwa moja utaijua inachangia kiasi gani pato la taifa inaweza kuwa ngumu, lakini pato la mtu mmoja mmoja kwa wale wanaoshiriki katika biashara hiyo mchango wake ni mkubwa sana. Kama nilivyosema, pato la taifa kidogo inakuwa gumu kulipima kwa sababu inahitaji urasimishaji wa hali ya juu, kwa maana kwamba taarifa hizo zinaonekana kiasi gani mtu anaingiza kwenye hichi, huyu anauza kiasi gani na huyu analisha kiasi gani. Kwa hiyo kwenye biashara hizi ndogo ndogo ambazo kuna watu wengi wanazifanya kwenye nchi zetu hizi ambazo zinaendelea, inakuwa ngumu kupima katika ukubwa wa pato la taifa. Lakini pato la mtu mmoja mmoja, ile athari au effect utaiona kwa ukubwa sana. Wito wako kwa hizo fursa zilizokuwepo kwa watu wafanyaje kupata hizo fursa? Nadhani ni uthubutu tu. Kujifunza, ukiangalia sehemu watu ambao tayari wanafanya biashara na ukiangalia katika mafunzo ya rasmi ambayo yanatolewa kwenye mafunzo mbalimbali labda ya ujasiriamali na nini, sehemu kubwa, neno kubwa linalosisitizwa kwenye ujasiriamali chochote ni uthubutu. Kwa hiyo kama mtu anaona hiyo nafasi au hiyo fursa, ni uthubutu wa kuingia na kuifanya. Tofauti na hapo, sidhani kama kuna juhudi nzuri ya kumfanya mtu aingie kwenye biashara. Mpaka kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha Mtazamo wa Kibiashara hii leo. Tumeona kipindi cha Ramadhan na kwa lazima sio tu kipindi cha kiroho, bali ni fursa yako wewe kama mfanyabiashara kuhakikisha jamii inapata bidhaa sahihi na huduma sahihi. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Dorington Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, jina langu ni Asha Kaoneka. Kwaheri.